Kwa miaka mingi Israel imekuwa ikijivunia kuwa na mshirika mkubwa duniani, yaani Marekani, lakini sasa dunia imeshtushwa na kauli ya Rais Donald Trump kwa Benjamin Netanyahu. Trump alisema, kuwa mwangalifu, unaweza kubaki peke yako dhidi ya Iran muda si mrefu. Je, huu ni mwanzo wa mgawanyiko mkubwa kati ya washirika hawa wa muda mrefu? Kwa kawaida viongozi wa Marekani huunga mkono Israel hadharani hata wanapokuwa hawakubaliani nayo. Lakini safari hii Trump aliikosoa mashambulizi ya Israel. Alisema hataki vita vikubwa vipya tena Mashariki ya Kati. Alionyesha kuwa Marekani inaweza kutotoa msaada, yaani inaweza isitoe msaada wa kijeshi kama Israel itaamua kupanua vita vyake yenyewe. Hili ni chapisho kwenye New York Post Jumatatu hii. Hii ni ishara kuwa Washington inaweka maslahi yake mbele. Yaani kwamba Washington inaweka maslahi yake mbele ya yale ya Tel Aviv. Kwamba hayo hayawahusu, sisi tunaweka ya kwetu mbele. Sasa tuangalie Netanyahu anatazama vipi. Kwa upande wake Netanyahu anaamini Iran bado ni tishio kubwa kwa usalama wa Israel na raia wake. Anaona Hezbollah nchini Lebanon ni washirika wa Iran, kama hatari ya moja kwa moja inaweza ikatokea kama Hezbollah akiendelea kuwa pale upande wa Lebanon. Anaamini kujizuia kunaweza kufanya Iran kuwa na nguvu zaidi. Hivyo Netanyahu yuko kati ya shinikizo la Marekani na mahitaji ya usalama wa Israel. Hili ndilo swali kubwa. Ingawa Israel ina jeshi lenye nguvu, sasa je, Israel inaweza kupigana peke yake? Hili ndilo swali kubwa. Ingawa Israel ina jeshi lenye nguvu, teknolojia ya hali ya juu na mfumo wa ulinzi wa anga wenye uwezo mkubwa, lakini katika vita virefu dhidi ya Iran, inahitaji silaha za ziada, inahitaji msaada wa kiintelijensia na inahitaji uungwaji mkono wa diplomasia kutoka Marekani. Ndio maana kauli ya Trump imeleta mshtuko mkubwa hadi sasa. Katika dunia ya leo, siasa za kimataifa, kauli moja inaweza kubadilisha mwelekeo wa vita, diplomasia na hata uchumi wa dunia mzima. Yaani neno moja linaweza kubadilisha kila kitu. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za vyombo vya habari vya kimataifa, aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump ametoa kauli yenye uzito mkubwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, akimtahadharisha kwamba endapo Israel itaendelea na mashambulizi dhidi ya Iran, inaweza kujikuta peke yake bila ya msaada wa Marekani. Lakini swali la msingi hapa si tu kile kilichosemwa. Swali la kichambuzi hapa ni hili: je, kauli hii ni msimamo wa kweli wa sera mpya ya Marekani au ni mbinu ya kisiasa ya kuongeza shinikizo katika meza ya mazungumzo? Hii ni NNJ TV, mimi ni Abdul Majid. Katika uchambuzi huu tutaangazia historia ya mvutano wa Israel na Iran, nafasi ya Marekani katika mgogoro huu na mantiki ya mkakati nyuma ya kauli ya Trump na hatari zinazoweza kujitokeza kwa mustakabali wa dunia. Karibu kwenye uchambuzi huu wa kina. Ili kuelewa kauli yoyote ya kisiasa, lazima turudi nyuma kwenye mzizi ya migogoro huu. Chimbuko la mgogoro kati ya Israel na Iran ni nini? Mvutano kati ya Israel na Iran si wa siku chache, ni wa miongo kadhaa. Kwanza tuangalie tofauti za kiitikadi. Iran ilijijenga kama taifa lenye msimamo mkali dhidi ya uwepo wa Israel, wakati Israel inaona Iran kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wake wa taifa na usalama wa raia wake. Hapa tutaona si mgogoro tu wa kijeshi, bali ni mgogoro wa kiitikadi, yaani kiitikadi za kidini na masuala mengine ya kijamii, mgogoro wa ushawishi wa kikanda na mgogoro wa uhai wa kisiasa wa kila upande. Sasa baada ya vita vya moja kwa moja, muda mwingi pande hizi zimekuwa zikipigana vita kupitia makundi, yani vita vya proxy, ambapo kama kuna makundi baadhi ambayo yana washirika wake ni Iran, ambapo ni Hezbollah. Makundi yanayosapotiwa na Iran ni Hezbollah, na kuna makundi ya Syria na makundi ya Gaza ambao ni Hamas waloko Gaza, na Houthi pia waloko Yemen. Hii inaonyesha jambo moja muhimu, yani Mashariki ya Kati ni uwanja wa vita vya kivuli, si vita vya wazi tu. Yani ni vita vimefunikwa. Ndio maana inaitwa vita vya proxy. Sasa tuangalie sasa kwa fikra ya kinifu kwamba
Swali la kujiuliza hapa ni nini? Yaani, kwa nini mataifa yenye nguvu hayapigani moja kwa moja bali kupitia mawakala? Kwa nini wanapigana kupitia mawakala, yaani kupitia makundi ambayo washirika? Kama Iran wanapigana kupitia makundi ya washirika, anapigana na Israel kupitia Hezbollah, kupitia Houthi ya Yemen, pia na Hamas Gaza, pia ni makundi ambayo yana washirika mkubwa ni Iran. Kwa nini sasa? Jibu ni moja tu. Huwezi kuingia kwenye vita moja kwa moja kwa sababu gharama ya vita vya moja kwa moja ni kubwa sana kisiasa na kiuchumi na kijeshi. Ndio maana unakuta hawawezi kuingia moja kwa moja vitani, wanatumia washirika. Sasa tuangalie kwa nini Marekani, yani nafasi ya Marekani ni ipi kwenye mgogoro huu. Marekani ni mshirika mkuu wa Israel, lakini pia ni mchezaji wa kati, yani ni playmaker, yani midfielder katika diplomasia ya Iran. Hii inaleta contradiction ya kimkakati. Inaunga mkono Israel kijeshi, hiyo haifichiki, iko wazi, lakini inajaribu kuzuia vita visipanuke. Sasa hapo ndo hatuelewi kwamba inachezaje yani hapo. Ndio maana inaleta contradiction ya kimkakati. Sasa kipengele cha msingi hapa ni maslahi ya Marekani. Marekani haifanyi maamuzi kwa hisia, inafanya kwa maslahi. Yani inafanya kwa kuangalia usalama wa washirika wake. Inafanya pia kwa kuangalia bei ya mafuta duniani, yani inaendaje isipande wala isije kaleta mfumuko wa kiuchumi. Udhibiti wa masoko ya kimataifa na ushindani wake dhidi ya mataifa kama China na Russia, hilo lipo wazi. Sasa tukiangalia kwa kina kwenye hili kwa hiyo kama Marekani itaingia moja kwa moja kwenye vita hivi na Israel na Iran, inaweza kupoteza utulivu wa kiuchumi duniani. Marekani ina wasiwasi sana kwenye swala hili. Yani haiwezi kuingia moja kwa moja, lazima iwe katikati hapo, ifanye kama midfielder hapo. Inaweza kuingia katikati ya vita visivyo na mwisho. Yani Marekani inaweza kuingia katika vita visivyo na mwisho, sababu hivi vita vya Mashariki ya Kati, yani hapo ndipo tunapoona mantiki ya kauli za onyo. Maana Trump ametoa sasa kauli zake zikawa sasa zimekuwa sasa ndo kauli ambayo inaangaliwa sasa hivi zaidi duniani. Sasa tuangalie kauli ya Trump na onyo la kimkakati likoje, au yani hii ni onyo au ni mkakati pia wa mbinu. Kwa mujibu wa ripoti za kimataifa, Trump ameeleza msimamo unaoonekana kuonyesha tofauti na msimamo wa jadi wa Marekani. Yani ameonyesha kauli ambayo yani ipo tofauti sana na msimamo wa Marekani. Kauli yake inahusisha wazo moja tu, yani wazo moja kuu. Yani kauli yake inahusisha kwamba Israel inaweza kujikuta peke yake ikiwa itaendelea na mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Sasa tafsiri ya haraka ili ni onyo la moja kwa moja. Hii inaweza kueleweka kama kujaribu kuzuia escalation na kulazimisha Israel kukaa mezani, ilazimishe Israel irudi tena mezani na kuzuia Marekani kuingia vita visivyohitajika. Yani kauli ya Trump inaonekana ni yani ikiendelea kushambulia basi Marekani inaweza ikaporomoka kiuchumi moja kwa moja. Ndio maana Trump akaja juu sasa. Na tafsiri nyingine pia ni mbinu ya kisiasa. Unajua siasa pia zina mbinu tofauti. Kwa kauli pia ni mbinu muhimu sana kwenye masuala ya kisiasa na kidiplomasia. Lakini kiuchambuzi wa Afrika ya Kinifu tunaweza kuuliza kwamba je, ni kauli ya sera au ni kauli ya kampeni? Ni sera kweli hii au ni kampeni tu kama kampeni zingine? Kwa sababu viongozi wa kisiasa hutumia migogoro ya kimataifa kuimarisha sapoti zao za ndani. Yani wakuta kwenye mgogoro pale ndo wanataka kuonekana sasa ni kampeni hii kwa ajili ya kupata chansi nyingine ya kuwa kiongozi au ni nini. Yani kauli kali huongeza mvuto wa kisiasa pia. Mtu akitumia kauli kali pia inakuwa inaongeza na huonyesha strong leadership image.
Yani kwa kauli hii imeonyesha kwamba Trump kweli msimamo, sema tu neno moja Netanyahu akanywea. Kwa hiyo inaonyesha kweli ni msimamo, ni strong leadership. Sasa tumalizie hapa kwamba kauli inaweza kuwa na upande mbili. Ya kwanza inaweza ikawa na diplomasia ya kuzuia vita. Pili inaweza kuwa ni siasa ya nguvu ya ndani. Sasa tutajua kwamba itakuwa ni siasa ya nguvu ya ndani au ni diplomasia ya kuzuia vita. Hilo pia ni swali jingine la kujiuliza. Sasa tuangalie Netanyahu na mahesabu yake kwa upande wa Israel. Kwa upande wa Israel, uamuzi wa kijeshi hauchukuliwi kwa hisia. Unategemea intelligence, threat protection na survival strategy. Sasa Israel imejengwa juu ya kanuni moja tu: kujilinda kabla ya kushambuliwa. Yaani hii ina maana mashambulizi ya preemptive yanaweza kuonekana ya lazima. Iran inaonekana kama tishio la muda mrefu. Ndio maana Netanyahu hataki kuisubiria hii. Yaani anajua tu kabisa Iran ni tishio kwake. Ni adui wa kiitikadi, ana misimamo yake. Kwa hiyo sasa pia tuangalie, kuna mgongano wa washirika. Lakini sasa kuna changamoto. Marekani inaonyesha kusita. Israel inataka hatua kali zaidi, lakini Marekani inaonyesha kusita. Hizi sasa ndio mgongano sasa kati ya Marekani na Israel, wanagongana hapa. Israel anataka ziendelee kuzichapa wakipige, lakini Marekani anaona naona mbona tumalize hii. Sababu Marekani anahofia sana kushuka kiuchumi. Hapo ndipo tutaona mgongano wa washirika. Sasa kifikra ya kinifu hapa, swali muhimu ni hili: je, mshirika anaweza kulazimishwa kubadili mkakati wake na washirika wake mkuu? Yaani mshirika anaweza kulazimishwa kubadili mkakati wake na mshirika wake mkuu? Jibu ni ndio, lakini si kirahisi. Inahitaji shinikizo la kisiasa, kiuchumi au kijeshi. Tukiangalia athari za kimataifa, kauli moja inaweza kuleta matokeo makubwa duniani. Kwanza, uchumi. Bei ya mafuta inaweza kupanda, masoko ya dunia yanaweza kutikisika. Pili, usalama wa kikanda. Nchi jirani zinaweza kuingia kwenye tahadhari ya juu. Na tatu, siasa za kimataifa. Uaminifu kati ya washirika unaweza kuanza kuulizwa. Kwa ujumla, tukiunganisha vipengele vyote, tunapata jibu moja kubwa, kwamba dunia iko katika wakati wa hatari ya kimkakati, lakini pia iko katika nafasi ya diplomasia. Kauli ya Trump inaweza kuwa onyo au mkakati au mchanganyiko wa zote mbili. Inaweza ikawa ni onyo au inaweza ikawa pia ni mkakati. Lakini ukweli mmoja unabaki tu, kwamba Mashariki ya Kati ni eneo ambalo maneno yanaweza kuwa mwanzo wa matukio makubwa sana. Mimi ni Abdul Majid, hii ni NNJ TV. Endelea kutufuatilia tukiendelea kukuletea uchambuzi wa kina wa matukio yanayobadilisha dunia kwa sasa. Asante sana kwa kutizama na bye bye.